Hii ni hatua nyingine tena. Kwa mara nyingine tunakutana kwenye episode ya 3, season ya kwanza. Ninaweza nikasema hivyo. Kama tutakuwa na season ya pili sawa. Hii ni season ya kwanza, episode ya 3 ambayo jina lake ni Tatizo ni Mke Wangu. Nikukumbushe machache kutoka kwenye episode iliyoisha ili tuweze kuwa na mwendelezo mzuri katika mtiririko wetu. Tulikuwa katika maeneo ya nje ya nyumba, bado ndani ya uzio wa nyumba hii. Nimesema vizuri nadhani. Tuko nje ya nyumba lakini ni ndani ya fensi. Mwanamke aliyeitwa Martha alikuwa anapika kwa kutumia mafiga katika nyumba kubwa ya kifahari iliyojaa magari mazuri. Mume wake alikuwa amekasirika sana na kuanza kuwafokea huku kila mmoja akijaribu kutoa hoja zake. Mwanamke alisisitiza kwamba anapika chakula kitamu kweli, huku mume wake akisema kuwa chakula kinaweza kupikwa kwenye jiko la umeme. Kila mmoja anajaribu kutetea anachokiamini. Nini kitaendelea katika simulizi hii? Hebu tuangalie tunapoelekea. Simulizi hii inabeba vituko vya mwanamke ambaye ni mtata kweli kweli, na bado amejaa ushamba ambao hataki kukubali na kubadilika. Lakini alichokifanya katika simulizi hii sitaki kukuhadithia kwa ufupi. Naomba tuingie ndani. Okay. Tunaanzia hapa nje ambako walikuwa wamesimama watu hawa watatu: mlinzi, mama mwenye nyumba pamoja na baba mwenye nyumba. Martin alisema huku akiwa anamwangalia yule kijana mlinzi. Wewe unasimama hapa unashirikiana na huyu mama yako kufanya ujinga Badala ya wewe kuwa wa kwanza kumwelekeza ni nini cha kufanya, bado unashirikiana naye. Lakini mlinzi akajibu, mimi nilimwambia, sio kwamba sikusema. Nilimwelekeza wazi kabisa, lakini unataka nimlazimishe na nigombane naye wakati yeye ni mama mwenye nyumba. Yeye ndiye bosi wangu. Nilimwambia tusipike, lakini hakunisikiliza. Martin akamkatiza kwa ukali, huku akiwa amemkazia uso, yani kamkazia sura. Funga mdomo wako, kaa kimya. Angalia hata ulivyo. Unakaa kwenye nyumba nzuri namna hii, alafu unaonekana mchafu. Alipokuwa anaongea hayo, Martha alisema kwa sauti ya chini kama hataki wamsikie. Mwanaume anakuwa mgumu kuelewa wakati anatakiwa ajue chakula hiki ni kitamu. Ngoja nichovye tena nimpe aonje. Martin aliona mdomo wake ukisogezewa mwiko, ingawa hakusikia vizuri anachosema mke wake. Alishangaa kumuona tena Martha akichovya mboga kwa ule mwiko aliotoka nao kwa kijijini, kisha alimsogezea ili aonje. Martin alimuita kwa ukali, huku akimnyoshea kidole. Martha, sipendi ujinga. Kisha akaongeza kusema, njoo huku ndani, nifuate. Martha akaingia ndani akiwa amebeba ule mwiko wake. Wakaelekea jikoni. Walipofika, Martin alisema, angalia hili ni jiko, hii ni microwave, hii ni friji, hili ni jiko la kisasa ambalo unaweza kutumia kupikia chochote. Tumekuwekea hadi sehemu ya kukatia ili usijikate vidole. Kuna bomba la maji. Nini unachokosa hapa? Kwa nini utoke nje kunisumbua? Unapikia kwenye mafiga kama mwanamke wa kijijini. Martha alimgeukia Martin na kusema, Martin, umeanza tena. Sasa mimi naitwa mwanamke wa porini kwa sababu nilijitahidi kupika chakula kitamu, si ndio? Martin akasema, Martha, hicho chakula kitamu unachotaka kupika huko nje, unaweza kupikia hapa. Lakini Martha akajibu, haiwezekani.
chakula cha kwenye jiko hili hakiwezi kuwa kitamu kama kinachopikiwa kwenye kuni na mafiga. Nilitaka tu ujaribu uone tofauti ya ladha. Sasa nimefanya vibaya eti. Martin akamkatiza. Ndiyo, umefanya vibaya. Usitegemee nikubaliane na wewe jiko hili zuri lote, lakini umechagua kupikia nje kuni. Akiwa bado anaongea, Martin alimwangalia mke wake kuanzia kichwani hadi chini. Aliona kilemba kichwani. Akaangalia na akaona na kitenge kiunoni na namna alivyokuwa amejifunga. Akasema, na haya mavazi uliojifunga kama mganga wa kienyeji, huko njiani umevaa vitu vya ajabu ajabu. Nimeshakwambia tuna kikao cha kwenda pamoja, lakini utaenda umevaa hivyo eti? Tambua wewe ni mke wangu, mimi ni tajiri, nina maisha mazuri, nina pesa, unavaa kama mshamba. Akaendelea na kuongeza maneno, na bado ninajiuliza, wewe na huyo mlinzi wangu mna uhusiano gani? Muda wote uko naye, hata akitaka atakufuata hadi chooni. Sasa angalia, umebeba hadi huo mwiko, umeuleta ndani. Sijui jamani, yani sijui hata nifanye nini. Unataka nini hasa? Martin alishindwa kuendelea kuongea, akaamua kuondoka, akamwacha Martha jikoni. Martha alibaki akiuangalia ule mwiko ambao ulikuwa unaitwa ni mbaya, lakini kwake ulikuwa ni kitu cha thamani. Mwiko mzuri anaopikia chakula kitamu, ndivyo alivyokuwa akisema yeye. Alimwangalia mume wake akiondoka kuelekea chumbani. Baada ya kuondoka kabisa, Martha alisema, kiukweli kuna kitu akipo sawa. Hapa mjini kuna kitu hakiko sawa. Yaani chakula hiki alichokipenda kijijini, tulipokuwa tunaongea lugha yetu ya asili, Kihaya, leo ananikataa. Sasa anazungumza Kiswahili tu, hataki hata lugha yetu. Anasema chakula cha kuni kinachafua mazingira, na huu mwiko uliopikia chakula, eti umepikia chakula kitamu kuliko eti huu mwiko ndio ulikuwa unampikia chakula kitamu kule kijijini, eti leo ni mbaya, leo unaitwa ajabu. Ataona mwenyewe. Mimi nitakula nishibe, ngoja nimalize kupika. Kama hatokula, chakula kipo, atachukua anachotaka cha kwenye umeme. Baada ya kusema hayo, Martha alitoka nje kuendelea na mapishi yake ili baadaye alete chakula mezani. Kwa kweli ilikuwa ni hali ya kushangaza kuona nyumba kubwa ya kifahari iliyojaa magari mazuri na uzuri wa hali ya juu, lakini ndani yake bado kuna maisha ya kijijini yanayoendelea. Sasa Martin anaona kama anapewa usumbufu kwa jambo ambalo yeye halihitaji wala halipo katika mazoea yake. Nini kitaendelea katika sehemu inayofuata? Hii ilikuwa ni sehemu ya 3 ya simulizi yetu, Tatizo ni Mke Wangu. Nimejaribu kurekodi vipande vifupi ili nisikuchoshe kwenye kusikiliza. Je, mwanamke huyu ataendelea na tabia zake au mwanaume ataamua kumwacha? Mimi na wewe hatujui. Bado hatujapata sababu ya mwisho ya uamuzi huo. Inawezekana ataamua kumpeleka shule ajifunze maisha ya kisasa au kuleta mfanyakazi mwingine. Mimi na wewe tukutane katika sehemu inayofuata. Mungu akubariki kwa kuwa nasi katika sehemu hii. Usiache kusubscribe, kutoa comment, kushare pamoja na kulike. Zaidi ya yote, ninakushukuru. Bye bye.